Hali gani ndugu mtazamaji, ni matumaini yangu ikiwa mzima wa afya. Leo ikiwa ni Juni 8 siku ya Jumatatu asubuhi, tutaangazia habari kubwa zopewa kipaumbele kwenye magazeti nchini Tanzania, kukuangazia kurasa za mbele na kurasa za nyuma za michezo na burudani. Leo tunaanza kuliangazia gazeti lako la Nipashe Mwanga wa Jamii. Linaanza na habari kubwa inayosema korti yampunguzia adhabu aliyemuua mtoto wa kambo. Hiyo ni korti yampunguzia adhabu aliyemuua mtoto wa kambo. Lakini Samia ataja siri kwenda Russia. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ataja siri kwenda Russia. Agusia mkakati wa kukusanya marafiki kujenga nchi, diplomasia ya uchumi kufungua ajira, uwekezaji na fursa kwa vijana. Lakini mawaziri walieleza mavuno ya ziara. Na utata halmashauri kununua Costa moja kwa milioni 316. Ni utata halmashauri kununua Costa moja kwa milioni 316. Lakini Chadema yamfutia wanachama aliyeishtaki kortini. Chadema yamfutia wanachama aliyeishtaki kortini. Habari inaendelea ukurasa wa 3 kwenye gazeti lako la Nipashe. Vipata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini habari ya kimataifa kwenye gazeti ya Nipashe ni Marekani, mali za Irani zitumike kufidia nchi za Ghuba. Marekani yasema mali za Irani zitumike kufidia nchi za Ghuba. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa za mbele. Lakini tukiachana gazeti lako la Nipashe, tuangazie kwenye gazeti lako la Rada lenye asubuhi leo linaanza na habari inayosema mchawi aliyechunguliwa kuwa rais. Lakini kukamatwa kwa mali za CCM Marekani. Kukamatwa kwa mali za CCM Marekani, vigogo CCM wajilipua. Lakini safari ya Urusi yaacha maswali. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Rada kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na tukiangazia kwenye gazeti lako la Biashara Leo lenye linaandika ziara ya Rais Samia Urusi kuleta mafuriko ya wawekezaji. Ziara ya Rais Samia Urusi kuleta mafuriko ya wawekezaji. Lakini Dr. Ashura Katunzi aishukuru serikali kuboresha mazingira ya biashara. Huyo ni Dr. Ashura Katunzi ashukuru serikali kuboresha mazingira ya biashara. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Biashara Leo kwenye kurasa za mbele. Lakini ashauri serikali ipunguze kodi kwa mafuta ya transit. Ashauri serikali ipunguze kodi kwa mafuta ya transit. Asema punguzo litasababisha mafuriko ya meli bandari ya Dar es Salaam. Lakini Dr. Sajadi asema wenye maroli nao wataneemeka. Lakini mapato ya serikali nayo yataongezeka maradufu. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Biashara Leo. Lakini kampuni ya Kioo Limited yaisaidia shule za Mkuranga. Kampuni ya Kioo Limited yaisaidia shule za Mkuranga. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Biashara Leo kwenye kurasa za mbele. Lakini tukiangazia kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo lenye linaandika habari inasema Dr. Mwinyi, teknolojia itumike kuimarisha mfumo wa haki. Huyo ni Dr. Mwinyi, teknolojia itumike kuimarisha mfumo wa haki. Lakini ujamaa msingi muhimu wa maendeleo. Huyo ni Wasira asema ujamaa msingi muhimu wa maendeleo. Lakini Papa Leo aipongeza Uhispania kwa kupinga vita inavyoendelea Mashariki ya Kati. Huyo ni Papa Leo aipongeza Uhispania kwa kupinga vita inayoendelea Mashariki ya Kati. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo kwenye kurasa za mbele. Lakini kwenye gazeti lako la Mwanahabari asubuhi ya leo linaandika habari inayosema Dr. Mwigulu asisitiza wajibikaji viongozi taasisi za umma. Lakini Wasira ujamaa haujapitwa na wakati na msingi muhimu kwa maendeleo. Lakini ziara ya Rais Samia Suluhu Hassan Urusi yafungua masoko mapya kwa bidhaa za Tanzania. Yafungua masoko mapya kwa bidhaa za Tanzania. Lakini serikali ya watoa hofu wakazi wa Sinza Dar es Salaam. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwanahabari, gazeti bora kabisa kwenye kurasa za mbele. Lakini kwenye gazeti lako la Mtanzania Leo lenye linaanza na habari inayosema Kioo Limited yatoa msaada wa vifaa vya milioni 150 kwa shule za Mkuranga. Lakini hotuba ya Rais Samia Urusi ni ushindi wa kiuchumi. Na mjane mwenye ulemavu aporwa nyumba Dodoma. Mjane mwenye ulemavu aporwa nyumba Dodoma. Lakini mkutano wa 114 wa ILO Tanzania
yajivunia mageuzi ya kidigitali katika sekta ya kazi. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Mtanzania leo kwenye kurasa za mbele. Lakini gazeti lako la Taifa Tanzania Uzalendo Kwanza asubuhi ya leo linaandika Dr. Samia, Urusi haijasahau ukarimu wake kwa Tanzania. Lakini makundi ya WhatsApp CCM yapigwa marufuku. Makundi ya WhatsApp CCM yapigwa marufuku. Hilo ni gazeti lako la Taifa Tanzania kwenye kurasa za mbele. Lakini gazeti lako la Machinga Sauti ya Wanyonge linaandika Profesa Shemdoe atuma ujumbe kwa walimu. Huyo ni Profesa Shemdoe atuma ujumbe kwa walimu. Lakini DMI na DMAU wasaini makubaliano ya ushirikiano. Lakini ziara ya Rais Dr. Samia Urusi fursa lukuki. Hilo ni gazeti lako la Wamachinga kwenye kurasa za mbele. Lakini Dr. Mwigulu asisitiza haki na uwajibikaji. Denmark yaidhinisha miaka 177 ya katiba, yatoa wito kuimarisha demokrasia. Lakini tukiangazia kwenye gazeti lako la Uhuru lenye kurasa za mbele inaandika fursa rukuki ziara ya Rais Samia Urusi. Lakini kiongozi atolea uvivu Chadema. Rais Samia Mwinyi wafunguka faida ya mahakama kidijitali. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Uhuru kwenye kurasa za mbele. Lakini gazeti lako la Sauti Yetu linaandika Dr. Mwinyi ahimiza maadili, uadilifu sekta ya sheria, asema mfumo wa kidijitali utawasaidia wengi. Lakini Dr. Sajadi aipa mbinu serikali kuongeza mapato, na Chadema ya mtimua aliyehoji mgawanyo wa mali. ACT wahoji ubaguzi katika elimu. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Sauti Yetu kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na tukiachana sasa na kurasa za mbele za magazeti mbalimbali, tuangazie sasa kwenye kurasa za michezo na burudani. Tukiangazia kwenye kurasa za michezo na burudani asubuhi ya leo, tunaanza kuangazia kwenye gazeti lako la Machinga lenye linaandika Geita Gold Kagera Sugar za fuzu kurejea ligi kuu. Lakini Waafrika 7 kutolewa macho kombe la dunia. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Machinga kwenye kurasa za michezo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini gazeti lako la Mwanahabari lenye kwenye kurasa za michezo linaandika nyota Afrika kivutio kombe la dunia. Lakini Kagera Sugar Geita Gold za rejea ligi kuu bara, na Real Madrid yapambana kumnasa Olise. Real Madrid yapambana kumnasa Olise. Lakini gazeti lako za Sport linaandika vita ligi kuu usipime. Faisali Okelo Chama watafutana. Lakini wanane wamekuwa sokoni Arsenal. Wanane wamewekwa sokoni Arsenal. Hakimu miongoni mwa mabeki ghali kombe la dunia. Lakini Messi aiofia Brazili kombe la dunia. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako za Sport kwenye kurasa za michezo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na gazeti lako za Sport kwenye kurasa za michezo ndio natufungia usomaji wa magazeti kwa asubuhi ya leo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Asanteni kwa utazamaji mwema na kwaherini, asubuhi njema.